Kim Media. Wazazi na walezi mkoani Tabora wametakiwa kuzingatia swala la malezi bora kwa watoto wao ili kuimarisha zaidi maadili na kujenga taifa la watu walioelimika na wenye maadili mema. Rai hiyo imetolewa na Sheikh wa mkoa wa Tabora Haji Ibrahim Mavumbi wakati akizungumza na wazazi na walezi hao katika mahafali ya shule na dini yaliyofanyika katika shule ya awali na msingi ya Tarbia iliyopo katika Tetemi ya manispaa ya Tabora. Dunia ilipofika sasa haijali elimu, inajali pia na malezi. Malezi ya watoto wanaolelewa ndiyo yanayopelekea faida ya elimu ya mtu. Wazazi wetu, wazazi wenzangu, ninakuombeni kwa dhati ya Mungu mzidishe juhudi zaidi ya hiyo ambayo mnayo katika ushirikiano wenu na shule, haswa katika ulipaji wa ada na kadhalika. Kabogota ameniambia kwa kweli wazazi wanajitahidi. Kikubwa shekhe ni kuatilia mkazo, na mimi kama kiongozi wenu wa dini katika mkoa na waomba wazazi, kile ambacho nyumbani mlikuwa mnakitafuta sasa hapa kinapatikana. Naamini wazazi wenzangu, wakati wa likizo haya ambayo mimi nimeyasema ya kijana wangu ambaye anasoma hapa, nadhani hata nyinyi kadhalika mnayaona katika majumba yenu. Watoto watulivu, watoto wasikivu, watoto wanaelewa. Na wanasema watu wa zamani, samaki mkunja angali mbichi. Sasa kama mafunzo haya yanaoanzwa chekechea, kija la kwanza, la pili mpaka la 7, tuna imani hizo degree ambazo dada zao wametisema hapa, na imani zitapatikana nyingi hapa. Na hapa shule hii Mwenyezi Mungu atatia baraka na wazazi watapatikana. Mkurugenzi wa shule hiyo Sheikh Kabogota ameeleza lengo hasa la kuanzisha shule hiyo, huku akiomba uungwaji mkono na jamii ili kuendeleza ndoto hiyo. Kaandaa harambee ndogo ambayo alipambania kiongozi wangu, shekhe wangu Sheikh Shaban bin Salum. Alipiga harambee pale, tukapata simenti kadhaa, basi darasa moja likaanza, likasapotiwa mpaka likaisha. Kwa hiyo jioni wakasoma madrasa, alafu asubuhi wanasoma shule. Sisi tunawaomba wazazi wawasomeshe watoto, walete watoto tuwalee katika maadili mema. Muda wa kuolewa upo tu na kuozesha, ukifika muda mtu ataolewa, lakini mwanzo apate elimu. Kabla ya yote ni elimu, first of all. Yani atakikana mtu kwanza elimike. Elimu ndiyo kioo cha jamii. Elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu ni nuru. Elimu ndio kila kitu, yani hata mkulima mtaalamu aliyeelimika atalima kitaalamu. Wakati nasoma, mimi nimesoma International University of Africa 2013 2016 ndo nilihitimu pale katika jiji la Khartoum. Baada ya kurudi niligundua kwamba wenzetu wako mbele sana katika maendeleo ya elimu. Wenzetu hawana kitu kinachoitwa madrasa, elimu zote zinapatikana shuleni. Kwa na mimi niliamua kuanzisha shule yangu hii ya Tarbia. Na Tarbia neno la Kiarabu, kwa Kiswahili maana yake malezi. Kwa hiyo nilianzisha malezi, yani sisi tunasimamia malezi bora ya watoto. Ndio maana nikaamua kwa upande wa Kristo wanasoma masomo ya Kikristo, vipindi kila siku vipo vya dini. Na upande wa Waislamu maustadhi wanabadilishana kuingia darasani, kwa sababu elimu ni huduma ya jamii. Kwa na sisi tunatoa huduma, huwezi kutoa huduma ukafanya ubaguzi. Kwa natoa huduma, ndio maana napokea watu wa madhehebu yote. Kwa yote anayesikia, kwa kweli ndani ya miaka miwili anatakiwa tuwe na sekondari. Kwa hiyo anayeguswa hapa si hatuna mfadhili, kwa atakayeguswa anaweza kutuunga mkono. Tunahitaji madarasa 4 na jengo la utawala ili tuwe na elimu ya sekondari. Kwa mabadiliko ya mtaala yanavyosema, watoto wataanzia kuishia darasa la 6 kuanzia 2027 itakuwa mwisho darasa 28, itakuwa mwisho 2000, itakuwa mwisho darasa la 6. Kwa hiyo mahitaji yanayohitajika, tukipata takriban milioni 100 tunaweza tukajenga majengo ya viwango kabisa. Kwani atakayefanya hivyo atakuwa amesaidia elimu, atakuwa amesaidia jamii. Lakini pia kila mwaka mimi nachukua watoto yatima 3 nasomesha bure. Kwa hiyo ukijumlisha katika shule yangu nina watoto yatima 25 ambao tunasomesha bure. Kwa hiyo jamii iniunge mkono kwa kunisapoti, kwa kunisaidia, kwa kuniletea watoto.
lakini pia kwa kunisapoti aina mbalimbali, hususan kwa mkoa huu wa Tabora. Mimi ni mzawa wa mkoa huu wa Tabora, kwa hiyo nikisapotiwa na watu mbalimbali itapendeza zaidi kuwa na mwekezaji mzawa. Akisoma taarifa ya shule, mkuu wa shule ya Tarbia Mwalimu Rukia Langwa ameeleza mafanikio ya taaluma ya shule hiyo. Shule ya Tarbia Pre and Primary School ni shule ambayo inatoa elimu ikiambatana na maadili mema ya watoto. Kama ulivyojionea katika maonesho hapo, watoto wa represent masomo mbalimbali ambayo yalikuwa yanaonesha jinsi gani wanajifunza darasani, lakini pia ni katika maadili ambayo yanafuatwa, ambayo ni ya dini zote mbili, ikizingatiwa umri walionao. Ufaulu mzuri wa shule kwa mitihani ya nje imeambatana na ufundishaji imara wa walimu wa Tarbia Pre and Primary School wanawajiliwa kwa kufuata mtaala wa elimu wa Tanzania ambao umekubalika kwa Wizara wa Elimu. Mtihani wa taifa darasa la 4 2024, shule yetu ya Tarbia Pre and Primary School tulipata tuzo ya hongera ikiwa ni shule ya 5 kati ya shule za Tabora Manispaa. Amina Andrea ni mmoja wa wazazi katika kata hiyo. Amewahimiza wazazi wenzie kuendeleza kudumisha malezi bora kwa watoto wao. Napenda kuwashauri wazazi ambao wana watoto tuwapeleke watoto wetu shule, kwa sababu tukiwapeleka shule wanapata elimu bora, malazi, makazi. Pia tunaomba wazazi wengine ambao wanaficha watoto wao kwa ajili ya kufungisha ndoa za utotoni au wanatumikisha kazi za ndani. Kila mtoto ana haki ya kupata elimu, ana haki ya kusoma, atuchague jinsia. Azizi Juma na Zahoro Juma ni miongoni mwa wanafunzi wanaosoma katika shule ya awali na msingi ya Tarbia. Nao kwa pamoja wamewasisitiza wazazi na walezi wao kuendelea kuzingatia malezi yao bora badala ya kuzingatia matumizi makubwa ya mitandao. Wazazi, naomba msitumie simu. Simu za haribu akili. Leo tulikuwa tunawaambia waache simu, wapende watoto wao, kwa sababu umuhimu wa simu na mtoto ni vitu viwili tofauti. Simu ni kitu ambacho kitakuonesha vitu vichache sana katika maisha yako, ila uchungu uliomzalia mtoto wako ni mkubwa kuliko hata simu. Kwa hiyo mimi nawashauri wazazi wote waachane na simu, wawe na watoto wao. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.